Nalionya kanisa juu ya mavazi. Ndio wengi mnasema Bwana uangalia moyo, Bwana uangalia roho, lakini nalionya kanisa juu ya mavazi. Angalia mavazi ya wachungaji, angalia mavazi ya wachungaji, angalia mavazi ya washirika sasa. Na ikiwa wachungaji watashindwa kuwa na nidhamu ya kuvaa vizuri, akina mama mchungaji watashindwa kuwa na nidhamu ya kuvaa vizuri, unafikiri mabinti watavaje? Vijana wa kiume watavaje? Leo hii kumekuwa na mavazi, unaona wamama wanaingia makanisani, mavazi yameishia tu kwenye mikono. Huyu mtu ataabuduje Mungu? Atainuaje mikono juu? Akiinua tu mikono tayari makwapa yanaonekana wazi. Hakuna nidhamu. Upentekoste unazidi kupotea. Watu hawa ni watu wazima, ukiwagusa tu wanaanza kusema usiseme watu, usiseme dini za watu. Lakini ona uolela unavyozidi kuendelea, ona jinsi ambavyo kanisa linazidi kuharibika. Hawa ndo watu wanaoshangiliwa na watu, ndo watu wenye wafuasi wengi. Watu wanasema ubarikiwe mtumishi wa Mungu, nabarikiwa na nyimbo zako, nabarikiwa na huduma yako. Lakini unabarikiwa wakati mtu huyu anavaje? Anaonekanaje? ana maisha gani? Unakuta ana maisha ambayo uvaji wake ni wa kimalaya, namna zake za mwenendo hazitoi ishara yoyote ya wokovu. Lakini ndo watu ambao wanapata gaini kubwa na kusikilizwa na watu wengi. Na kionya kizazi hiki, yeyote atakayeiga aina kama hiyo ya maisha, jehanamu ya milele inamsubiri, awe anataka wastake.